بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كدرس المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. tulianza katika darasa iliyopita kuzungumzia abiyat alizoeleza ndani yake fadla ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kuanzia ubeti wa 96 na leo biidhnillah ta'ala taanza na ubeti wa 98. قال رحمه الله: هو البيان هو الذكر الحكيم هو تفصيل فاقنع به في كل منبهم. هو البيان أي الإيضاح وبينيف ليواز. قال تعالى: هذا بيان للناس. الله سبحانه وتعالى akieleza Qur'ani yasema hadha bayanun linnas, huu ni ubainifu kwa watu wote. Kwa hivyo hii Qur'ani ni ubainifu ulio wazi kwa watu wote. huwa dhikru alhakim. qala ta'ala: inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Hakika sisi ndio tulioteremsha ukumbusho huu, na hakika sisi ndio tutakao uhifadhi. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akaita Qur'an kuwa ni dhikr, ukumbusho. وقال ذلك نتلوه عليك، haya tunayokusomea من الآيات ni katika aya, والذكر الحكيم na mawaidha yenye hekima ndani yake. هو التفصيل. قال جل وعلا: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. na haiwezekani Qur'ani hii kuwa imetungwa na haitoki kwa Allah subhanahu wa ta'ala. ولكن تصديق الذي بين يديه، lakini hii inasadikisha yaliyotangulia. وتفصيل الكتاب، kwa hivyo sio maneno yaliyozuliwa bali ni ya kusadikisha yaliyo kabla yake. وتفصيل الكتاب ni ufafanuzi wa kila kitu, na ni ufafanuzi wa kila kitu. وقال تعالى: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. sio maneno yaliyozuliwa bali ni maneno ya kusadikisha yaliyo kabla yake. وتفصيل كل شيء ni ufafanuzi wa kila kitu, kama vile katika aya sura Yunus Allah subhanahu wa ta'ala asema وتفصيل الكتاب, na ni upambanuzi wa kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake. kwa hivyo Qur'an ni tafsil. قال فاقنع به في كل منبهم، أي كل وعليكم السلام أي كل أمر خفي عليك من المعاني. kinaina hii Qur'an katika kila jambo ambalo limefichika kwako wewe katika maana. قال هو البصائر والذكرى لمدكر، هو المواعظ والبشرى لغير عمي.
هو البصائر كما قال الله جل وعلا هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. hizi ni dalili zilizo wazi kwa watu wote. وهدى ورحمة ni uongofu na rehma liqaumi yuqinun, kwa wale wenye kuyaqinisha na kuwa na yaqini. Kwa hivyo Qur'an ni basair, ni dalili zilizo waziwazi. والذكرى لمدكر قال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك حقيقة katika hayo la dhikra, upo ukumbusho liman kana lahu qalbun, kwa yule mwenye moyo, au alqa as-sam'a wa huwa shahid, au akatega sikio naye yupo anashuhudia. وقال الله جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر, tumeifanya Qur'ani ni sahali nyepesi kufahamika. Fahal min mudakkir, lakini yupo mwenye kukumbuka. Kwa hivyo Qur'an ni ukumbusho kwa wale wenye kukumbuka. huwa almawa'idhu kama qala jalla wa ala hadha bayanun linnasi wa hudan wa maw'idhatun lilmuttaqin. Qur'an ni mawaidha kwa wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. وقال جل وعلا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أي watu yamekujieni nyinyi mawaidha kutoka kwa Mola wenu mlezi Allah subhanahu wa ta'ala, na ni ponyo, shifa kwa maradhi yaliyoko katika vifua vya watu, na ni uongofu na ni rahma kwa waumini. وقال جل وعلا وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فالله سبحانه وتعالى أميسيف القرآن كوني مواعظة كوامين ننيكمبوش كوامين. قال والبشرى لغير عمي قال جل وعلا قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. وإذن قرآنه نبشرا جيما كوامين، نبشرا جيما كوامين. وقال جل وعلا ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، قبل هي قرآن ni Taurat, kitabu cha Musa ambacho kilikuwa ni uongofu na ni rehema kwa wanadamu. wa hadha kitabun musaddiqun lisanan arabiyyan liyundhira alladhina zalamu wa bushra lilmuhsinin. ashahid wa bushra lilmuhsinin, kuwa hii ni bushra kwa watu wema, ni bushra kwa waumini, ni bushra kwa wenye kufanya khairi. وقوله لغير عمي أي لغير عمي عن الحق. kwa hivyo ni bishara njema kwa wale wasioweka upofu kutokana na haki, bimaana wenye kuifuata haki na kuikubali. لأنه لا ينتفع من بصائر القرآن وما فيه من الذكرى والمواعظ وما فيه من البشارات. فمن كان عن الحق عميا فإنه لا ينتفع من ذلك ولا يستفيد. hanufaiki na ubainifu ulioko katika Qur'an na ukumbusho na mawaidha na zile bishara zilizomo ndani yake yule ambaye atapofusha macho yake na kutotaka kuiona haki, huyo hafaidiki chochote na hii Qur'an. قال رحمه الله هو المنزل نورا بينا وهدى وهو الشفاء لما في القلب من سقم. هو المنزل نورا بينا، وصف القرآن بأنه نور
mubin. Hapa an-Nadhim rahimahullah ameisifu Qur'an kuwa ni nuru iliyo wazi, ay nurun bayyinun wadihun, nuru iliyo wazi kabisa, kama qala Allah azza wa jalla ya ayuha an-nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina. Allah subhanahu wa ta'ala akasema kuwa tumewateremshieni nyinyi nuru iliyo wazi ambayo ni hii Qur'an. وقال جل وعلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. تزام هفا الله سبحانه وتعالى أكيسف القرآن نكسما ولكن جعلناه نورا. kwa hivyo ameijalia hii Qur'ani kuwa nuru, nahdi bihi man nasha'u min ibadina, tumuongoza tunayemtaka sisi katika waja wetu kwa nuru yetu hii. qala wa hudan, qala ta'ala inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. kwa hivyo hii Qur'ani ni uongofu, inayoongoza watu katika yale yaliyo sawa, yale yaliyo mazuri. وقال جل وعلا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. كيفني هدى نوongofu kwa watu. وقوله وهو الشفاء لما في القلب من سقم، أي أنه شفاء لأمراض القلوب. hii Qur'an ni shifa na ni ponyo kutokamana na maradhi ya moyo. qala jalla wa ala ya ayuha nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi as-suduri wa hudan wa rahmatun lilmu'minin. enyi watu, nimewajieni nyinyi kutoka kwa Mola wenu mawaidha na ni shifa, ni ponyo kwa maradhi yaliyoko katika vifua vya watu, na ni uongofu na ni rahma kwa waumini. وقال جل وعلا ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. لو كما tungejalia hii Qur'ani ikawa kwa lugha ya Kiajemi isiyokuwa ya Kiarabu, Makuraishi wangesema lau kama tutapambanuliwa na kuwekewa wazi aya zake. A'jamiyun wa arabi, vipi Qur'ani iteremke Kiajemi isiyokuwa lugha ya Kiarabu na mtume mwenyewe Mwarabu? qul huwa lilladhina amanu hudan wa shifaa. kwa hivyo Qur'ani imewalenga nani? walioamini, kwa wao ndio uongofu na ni shifa. bimaana wasiokuwa waumini hawanufaiki na nini? na Qur'an. thumma qala rahimahullah لكنه لأولي الإيمان إذ عملوا بما أتى فيه من علم ومن حكم. لكنه لأولي الإيمان إذ عملوا، أي أن القرآن شفاء لأولي الإيمان إذا عملوا بما أتى فيه من علم ومن حكم. هي قرآن نبونيو kwa wale walioamini ikiwa watatendea kazi yaliyomo ndani yake katika ilmu na hikam, yani hikma zilizoko ndani yake. وهذا فيه التنبيه أن الاستشفاء بالقرآن وتحصيل بركات القرآن وخيراته لا يناله كل أحد. na hapa kuna tanbih kwa ile shifa na ponyo inayopatikana katika Qur'an na kupata baraka za Qur'an na khairi zake, hili jambo halimpati kila mmoja. wa inma yanaluhu ulul imani alladhina amilu bilquran, wanaojishindia hayo ni wale walioamini wenye iman katika wale walioitendea kazi Qur'an. فهؤلاء الذين يفوزون ببركات القرآن وخيراته وما فيه من الشفاء، hawa ndio watakaofaulu kwa baraka za Qur'an na khairi zake
na ponyo iliyopo ndani yake. Walihadha qala jalla wa ala wanunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minin. tazama ni shifaa na rahma kwa nani? Kwa waumini peke yao. wala yazidu adh-dhalimina illa khasara, ama madhalim haiwazidishi isipokuwa khasara. وقال جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. tazama huwa lilladhina amanu, kwa hivyo ni waumini ndio wanaonufaika na hii Qur'an. amma ala man tawalla anhu fahuwa aman لكونه عن هداه المستنير عمي. أما على من تولى عنه فهو عمى، يشير إلى قوله تعالى والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. نواسيوامين umouziwi katika masikio yao, nayo hii Qur'ani kwao imezibwa, hawaioni, yani hawauoni ule uongofu ulioko ndani yake. Tamkuta mtu yoisoma ile Qur'an lakini hafaidiki chochote ndani yake, kwa sababu walladhina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa alayhim ama. hata wanafiq ilipokuwa zikishuka ayat za Qur'an kwa Mtume sallam, nadhara ba'dhum ila ba'd, walikuwa wakitizamana tu kisha wakiulizana pia katika kutizamana kwao, ayyukum zadatu hadhihi imana, nani katika nyinyi amezidishiwa imani kidogo kusikia maneno. Allah subhanahu wa ta'ala akieleza kuhusu hili jambo sema fa amma alladhina amanu fazadatuhum imana, wale walioamini hii Qur'ani kile ikiteremka ilikuwa kiwazidisha imani. Ama wale waliokadhibisha fazadatuhum rijsan ila rijsihim, juu ya najis waliokuwa nao walizidishiwa zaidi najis, sababu hawafaidiki na chochote kutokamana hii Qur'an, kwa sababu hawajaiamini na kuifuata. لكونه عن هداه المستنير عمي، أي عن الحق البين الواضح عمي، فلم يبصر ما في القرآن من حق وهدى. wako wale ambao hawakuona ile haki iliyopo ndani ya Qur'ani na uongofu, ni kama vipofu. fahadha la yastafidu wala yantafi'u bima jaa fi kitabillahi azza wa jalla min shifaa'in wa khairin wa baraka. huyu hafaidiki chochote na yale yaliyokuja katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala katika shifa na khairi kubwa iliyoko ndani yake katika baraka. thumma qala rahimahullah faman yuqimhu yakun yawm al-ma'adi lahu khayra al-imam ila al-firdaus wan-ni'am. man yuqim al-Qur'ana 'ilman wa 'amalan, mwenye kuisimamisha hii Qur'an bimaana kaifahamu na kuitendea kazi, yarfa'uhu Allah subhanahu wa ta'ala bil Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala atamnyanyua kwa hiki kitabu. ويكون له يوم المعاد إماما وقائدا له إلى جنات النعيم. na siku atakaporejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, siku ambayo atakutana na Allah subhanahu wa ta'ala, itakuwa ni kiongozi wake inayomuongoza na kumpeleka katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, ataneemeka. hii ni yule anayeshikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, akakifahamu na kukitendea kazi. huyu makazi yake ni katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. ama kinyume chake, basi ni kuwa hii Qur'ani ikiwa hata itendea kazi itakuwa ni sababu ya yeye kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. na ushahidi wa hayo يقول النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. ni moja katika mawili, imma Qur'an iwe ni hujja ambayo itakutetea siku ya kiyama, au ni hujja au iwe ni hujja alaika, bimaana hii Qur'an ikawa ni sababu ya wewe kutumbukizwa katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. ndio hapo akasema mshairi rahimahullah, kama yasuqu ulil i'rad anhu ila daril maqami' wal ankali wal alami.
كما قال جل وعلا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. watakapokuwa wasukumwa watu wa motoni makundi makundi kupelekwa katika moto wa jahannam, wakifunguliwa milango ya jahannam, wale malaika waliowekwa kuwa ni walinzi wa moto wa jahannam watawauliza watu wa motoni, alam ya'tikum rusulun minkum, nyie hamkujiliwa na mitume kule duniani, yatluna alaykum ayati rabbikum, na hapa ingia pia nini? Qur'an, kuwasomea aya za Mola wenu na kuwaonya, wayundhirunakum liqa'a yawmikum hadha, na kuwaonya juu ya kukutana na siku hii ya leo nzito. Qalu bala, hawatakataa, tuseme ni kweli walikuja lakini walikataa kuifuata. وقال جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. kwa vile anayepuuza ukumbusho alioteremsha Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, huyo atapata maisha ya tabu ya dhiki sana. wa nahshuruhu yawm alqiyamati a'ma, na tutamfufua siku ya kiyama akiwa ni kipofu. Bali hakuna watu watakaofufuliwa katika hali mbaya kabisa kama watu wa motoni. يقول الله سبحانه وتعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا والعياذ بالله. kwa hivyo watafufuliwa wakiwa watembea kwa nyuso zao, ala wujuhihim, yule aliyowafanya waweze kutembea kwa miguu yao aweza kuwafanya watembee kwa nyuso zao. Umyan wa bukman wa summa, wakiwa vipofu, mabubu na hawasikii. Ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. na hii yote ni kwa sababu ya kupuuza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala jalla wa ala ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. وجاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن شافع مشفع. القرآن تواombea watu shafa'a, na Allah ataikubali shafa'a ya Qur'an. وماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. tazama hapa, Qur'ani ni mtetezi, ikikutetea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yasadikishwa wala hairudishwi nyuma. Ikiwa utaiweka mbele Qur'an, basi Qur'ani itakuelekeza mpaka kwenye pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa utaiweka nyuma ya maongo yako, ile Qur'ani itakuburuta mpaka katika moto wa jahannam wal iyadhu billah. رواه ابن حبان بإسناد جيد ويروى مثله من قول ابن مسعود رضي الله عنه. ويروى معناه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال إن هذا القرآن كائن لكم ذكرى وكائن لكم أجرا أو كائن عليكم وزرا. hii Qur'ani kwenu nyinyi ni ukumbusho, na kwenu nyinyi pia yaweza kuwa ni ajiri, na kwenu nyinyi pia yaweza kuwa ni dhambi na mzigo wa madhambi. fattabi'u al-Qur'ana wala yattabi'ukum al-Qur'an, ifuateni Qur'an isije Qur'ani kawafuata nyinyi. fa innahu man yattabi'u al-Qur'ana yahbitu bihi ala riyad al-janna, yule ambaye ataifuata Qur'an, Qur'ani itambeba na kumweka katika mabustani ya pepo. wa man yatba'uhu al-Qur'an yazukhu fi qafahu fayaqdhifuhu fi jahannam. wa qawlu yazukhu ay yadfa'u, na yule ambaye Qur'ani itamfuata basi itamsukuma na kutoka kwa nyuma imtupe katika moto wa jahannam wal iyadhu billah. kinyume na wale ambao walifuata Qur'an, يقول
الناظم فمن يقمه يكن يوم المعاد له خير الإمام إلى الفردوس والنعم kinyume chake kama yasuqu ulil i'rad anhu ila dar al maqami' wal ankali wal alami. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.